1, nenda. Habari, jina langu ni Graham Hanke. Mimi ni profesa wa neurolojia katika chuo kikuu cha Australia Magharibi na mtaalamu wa neurolojia katika hospitali ya Sir Charles Gardner huko Perth, Australia. Neno kiharusi linaweza kuwa na maana kadhaa. Linaweza kutumika kuelezea kiharusi cha michezo au kiharusi cha kugusa au kiharusi cha bahati. Lakini leo hatutazungumzia hayo. Tutazungumzia kiharusi ambacho ni tukio linalosababishwa na kupoteza ghafla kwa kazi ya sehemu fulani ya mwili, ambayo inatokana na kupoteza ghafla kwa kazi ya sehemu fulani ya ubongo inayohudumia kazi hiyo ya mwili. Na hii mara nyingi husababishwa na ukosefu wa usambazaji wa damu kwa sehemu hiyo ya ubongo na mara chache kwa kutokwa na damu katika sehemu hiyo ya ubongo. Shambulio la muda mfupi la ischemic au TIA ni kiharusi kidogo ambapo dalili za kupoteza kazi ya sehemu fulani ya ubongo ni za muda mfupi au fupi na huwa zinatatuliwa ndani ya dakika chache au masaa, na kawaida karibu kila mara chini ya masaa 24, na ambapo hakuna uharibifu wa ubongo au jeraha la mishipa kwenye uchunguzi wa ubongo. Sasa, kiharusi ni muhimu kwa sababu kuu 3. Kwanza, ni cha kawaida sana. Kiharusi huathiri takriban watu 2 kati ya kila 1,000 kila mwaka, na mashambulio ya muda mfupi ya ischemic au TIAs huathiri takriban mtu 1 kati ya kila 1,000 kila mwaka. Matokeo yake, takriban 1 kati ya 6 wetu hatimaye atapata kiharusi wakati fulani maishani mwetu. Pili, kiharusi ni muhimu kwa sababu ni hatari kwa maisha kwa takriban 1 ya 5 hadi 1 ya 4 ya watu, na kwa nusu ya walionusurika ni kulemaza. 3, kiharusi ni muhimu kwa sababu kinaweza kuzuilika katika karibu 80% hadi 90% ya kesi zote, ikiwa tunaweza kutambua na kubadilisha sababu au hali za msingi au sababu za hatari zinazoongeza hatari yetu ya kiharusi. Kuna aina 2 kuu za kiharusi. Moja, ambayo ni nadra zaidi kwa takriban 1 ya 5 ya watu, ni kutokwa na damu kwenye ubongo kutokana na kupasuka kwa mshipa wa damu kwenye ubongo. Na hii mara nyingi husababishwa na kuathiriwa kwa muda mrefu na shinikizo la damu la juu katika maisha yetu. Kwa sababu shinikizo la damu la juu linaweza kuharibu mishipa midogo ya damu kwenye ubongo na kuifanya kuwa dhaifu na yenye uwezekano wa kupasuka. Sababu nyingine inayozidi kuwa ya kawaida ya kutokwa na damu kwenye ubongo katika jamii yetu ni kuathiriwa na pombe na dawa zingine kama vile amphetamines, na pia baadhi ya misombo katika dawa za kikohozi na baridi ambazo zinaweza kuongeza shinikizo la damu. Lakini sababu kuu ya kiharusi ni kuziba kwa mshipa wa damu kwenda kwenye ubongo kusababisha kinachoitwa kiharusi cha ischemic, ambapo kuna ukosefu wa usambazaji wa damu. Na sababu za kawaida za kiharusi cha ischemic ni embolism au kuvunjika kwa donge la damu kutoka moyo, ambao unaweza kuwa na ugonjwa kutokana na mpigo wa moyo usio wa kawaida unaoitwa atrial fibrillation au mshtuko wa moyo wa awali. Sababu nyingine ya kawaida ya kiharusi cha ischemic, ambapo kuna ukosefu wa usambazaji wa damu kwa sehemu ya ubongo, ni embolism ya madonge yanayounda kwenye mishipa ya damu kwenye kifua, shingo na ubongo inayosambaza ubongo. Na ugonjwa wa kawaida wa mishipa ya damu ni ugumu wa mishipa au atherosclerosis, au vinginevyo huitwa atheroma. Kwa hivyo, tunawezaje kupunguza hatari yetu ya kiharusi? Jambo la kwanza ni kuweza kuipima, na tunahitaji kujua kama tuna sababu za hatari za kiharusi. Sababu ya hatari ya kawaida kwa kiharusi ni shinikizo la damu la juu. Hii ni sababu ya takriban kiharusi kimoja kati ya 3. Sote tuna shinikizo la damu, na shinikizo la damu la wastani ni takriban milimita 120 za zebaki systoliki na milimita 80 za zebaki diastoliki. Kwa kila ongezeko la milimita 10 katika shinikizo la damu systoliki na ongezeko la milimita 5 katika shinikizo la damu diastoliki, hatari ya kiharusi huongezeka kwa takriban 20 hadi 30. Kwa hivyo, ikiwa tunaweza kupunguza shinikizo letu la damu kwa 10 tu systoliki na 5 diastoliki, tunaweza kupunguza hatari yetu ya kiharusi
kwa takriban 30%. Njia tunazoweza kupunguza shinikizo letu la damu ni kwa kutoongeza chumvi kwenye mlo wetu, kula vyakula ambavyo vina kiwango cha chini cha chumvi, kupunguza unywaji wa pombe, na pia kubadilisha mtindo wetu wa maisha kwa kuongeza shughuli za kimwili na kupunguza uzito wa mwili hadi uzito bora, ili tusizidi uzito au kuwa na unene kupita kiasi. Pia ni bora ikiwa tunaweza kujitahidi kupunguza msongo wa mawazo katika maisha yetu, ambao pia unaweza kuongeza shinikizo la damu, lakini hilo linaweza kuwa rahisi kusema kuliko kutenda. Sababu ya pili kuu ya hatari kwa kiharusi ni uvutaji wa sigara. Ya tatu ni ongezeko la mafuta katika damu yetu, na inayojulikana zaidi kati ya hizo ni cholesterol. Na tunaweza kupunguza viwango vya cholesterol katika damu yetu kwa kupunguza kiwango cha mafuta yaliyojaa katika mlo wetu, kiwango cha mafuta yaliyojaa trans, na ulaji wa kalori katika mlo wetu, pamoja na kuongeza shughuli zetu za kimwili na kudumisha uzito bora wa mwili ikiwa inawezekana. Sababu ya 4 kuu ya hatari ni ugonjwa wa kisukari, ambao kiasili unahusishwa na kuwa na uzito kupita kiasi na kuwa na mafuta mengi katika mlo wetu. Sababu ya 5 kuu ya hatari ni atrial fibrillation, au mpigo wa moyo usio wa kawaida, ambao unazidi kuwa wa kawaida na sasa labda ndiyo sababu ya kawaida zaidi ya kiharusi. Na hiyo inasababishwa na shinikizo la damu la juu, ambalo linaathiri moyo au mishipa ya damu iliyozibwa kwenda kwenye moyo kutoka atheroma. Sababu nyingine kuu za hatari kwa kiharusi ni unywaji wa pombe kupita kiasi na msongo wa mawazo wa kijamii. Hizi zote ni sababu za hatari zinazoweza kubadilishwa. Kuna baadhi ya sababu za ziada za hatari kwa kiharusi ambazo kwa bahati mbaya haziwezi kubadilishwa. Ni umri wetu, jinsia yetu, rangi na kundi letu la kikabila, na pia muundo wetu wa kijenetiki. Na hivyo, historia ya familia ya kiharusi cha awali au mshtuko wa moyo kwa wanafamilia wetu ni kiashiria kwamba tunaweza kuwa na mwelekeo wa kijenetiki wa shinikizo la damu la juu au cholesterol ya juu au hatari kubwa ya kiharusi. Kwa hivyo, hatua ya kwanza katika kupunguza hatari yetu ya kiharusi ni kuwa na ufahamu wa hatari yetu ya kiharusi. Na kwa bahati nzuri, kipimo cha hatari ya kiharusi kinaturuhusu kupata habari hii kwa njia rahisi na inayopatikana kwa urahisi. Kipimo cha hatari ya kiharusi kinaturuhusu kuingiza sababu zetu za hatari zisizoweza kubadilishwa kama vile umri wetu na jinsia, rangi na kundi la kikabila, na pia historia ya familia yetu ya kiharusi. Na pia inaturuhusu kuingiza sababu zetu za hatari za mtindo wa maisha zinazojulikana, zinazoweza kubadilishwa kwa kiharusi, kama vile kama tunavuta sigara, kiasi gani cha pombe tunachokunywa, na pia kama tuna msongo wa mawazo katika maisha yetu. Kuna baadhi ya mambo ya ziada ambayo kipimo cha hatari kitauliza, na hayo ni shinikizo letu la damu na labda pia cholesterol yetu, historia ya kisukari na sukari ya damu ya kufunga. Inaweza kuwa muhimu kuhudhuria daktari wako wa kawaida ili kupata vipimo vya shinikizo la damu, cholesterol, sukari ya damu ya kufunga na hemoglobin A1C, ambazo ni viashiria vya kisukari au hatari ya kisukari. Kipimo cha hatari ya kiharusi kinaturuhusu kuhesabu hatari yetu kamili ya kupata kiharusi katika miaka 5 ijayo na miaka 10 kutoka kwa sababu hizi za hatari zinazojulikana. Pia itatoa makadirio ya hatari ya jamaa ya kiharusi ikilinganishwa na mtu wa umri sawa na jinsia kama sisi. Kipengele cha ziada cha kipimo cha hatari ya kiharusi sio tu kwamba kinahesabu hatari kamili na hatari ya jamaa ya kiharusi kwetu, lakini pia kinaturuhusu kujisimamia hatari yetu na kuona jinsi tunavyoweza kubadilisha hatari yetu kwa kubadilisha tabia zetu za hatari za mtindo wa maisha. Kwa hivyo, kuna vipengele viwili kwake. Baada ya kutathmini hatari yetu, ni juu yetu kutekeleza mabadiliko katika mtindo wetu wa maisha na kupunguza chumvi katika mlo wetu, unywaji wa pombe, kupata mpango wa mazoezi ya kawaida, kupata uzito bora wa mwili na kupunguza athari za dawa zingine kama vile amphetamines na dawa za kikohozi na baridi. Jambo muhimu hatimaye ni kisha kufuatilia hatari yetu na kutathminiwa tena, sawa na tunavyofanya na gari letu.
Ikiwa tunataka gari letu liwe na maisha marefu, tutalichukua gari letu kwa fundi kila miezi 6 au 12 na kulikagua na kulihudumia. Tunapaswa kufanya vivyo hivyo kwa miili yetu na kujipeleka kwa daktari wetu wa kawaida kila miezi 6 au 12 kama inavyohitajika na kupima viashiria vyetu vya hatari, kupima shinikizo la damu, kupima kolesteroli, kupima sukari ya damu na hemoglobini A1C na pia ECG ili kuangalia fibrillation ya atrium. Kisha tunaweza kuingiza tena vigezo hivi kwenye riskometer na kuona kama kumekuwa na upungufu wa hatari kutokana na mabadiliko ya tabia zetu. Asante.